na Bwana atakuwa pamoja nami. Jambo la tatu ambalo nimejifunza, ukiliona unapaswa kuondoka, ukiona umefika wakati wa kuangalia mambo yako mwenyewe. Anasema nimekuwa chini yako muda mrefu, sasa nitaangalia mambo yangu mwenyewe lini? Wakati unapoona umefika wakati wa kuangalia mambo yako mwenyewe, kusimama wewe mwenyewe, huo ni wakati wa kuondoka. Kwa hiyo Elimeleki aliondoka, akatoka nchi ya Yuda akaenda huko na mabaya yakampata. Na nimekwambia kitheolojia kwamba haya mabaya yaliyompata, kusilaumu kwamba kwa sababu aliondoka nchi yake, kwa sababu watu kadha waliondoka na hawakufiwa katika nchi ya ugeni. Lakini pia tunaona ya kwamba Mungu au Biblia yenyewe haijasema hao watu walikufa kwa sababu waliondoka, ila ni kwa sababu walikuwa kwenye tu katika nchi ya ugeni na mambo haya yaliwafika. Sema amina kama umenielewa. Sema tena amina kama umenielewa. Haleluya, haleluya. Sasa akiwa katika tabu, akiwa katika maumivu, majonzi, amefiwa na mume, amefiwa na watoto, na alikuwa mkamwana mzuri. Kwa nini alikuwa mkamwana mzuri? Pamoja na kwamba watoto wake wamekufa, lakini wale mabinti kwenye nchi ya ugeni wakabaki na mkamwana wao, wakabaki na mama yao mkwe. Wakati wao wanasema mama mkwe mloko, hawa wanawake wako kwenye nchi yao, wakabaki na mama mkwe. Hiki kinanionyesha ya kwamba mama mkwe huyu alikuwa mzuri, maana angekuwa mbaya wangesepa moja kwa moja. Niwaambie watu ambao mmekuwa kina mama mkwe, Mungu awape neema ya kukaa vyema na wake za watoto wenu. Nikuone ewe mama Felisi, Felisi na Felix na Amani wakioa, jifunze kukaa vizuri na wake zako. Sema amina kama unaelewa. Ifike mahali unakaa na mtoto wa mke wako na mtoto na mke wa mtoto wako kama unakaa na mtoto wako mwenyewe. Na ndio maana hawa wapondoka, na Naomi aliposikia habari, nisikiza mtu wa Mungu, hata ukizunguka na uchungu kiasi gani, kama vile Naomi amezunguka na uchungu kwa namna yoyote, amefiwa, amelia, ameomboleza. Alikuwa mama wa Kinyakyusa, alikuwa amejifunga kitenge tumboni. Mama wa Kinyakyusa akifiwa kwa muda mrefu, anafunga kitenge tumboni kwa muda mrefu. Anasema tumbo linauma, kwa inabidi afunge. Naomi amefunga kitenge, maumivu mpaka jina lake atake aitwe Naomi. Anasema mniite uchungu, mniite mara. Anafika mahali anajichukia katika huo uchungu na maumivu hayo. Habari nzuri ikawa inapendeza kwenye maisha yake. Watoto wa Mungu, nataka niwaambie, wakati wote unapokuwa kwenye machungu, habari mbaya, habari za kuumiza, usifunge madirisha, usiache kuchungulia dirishani. Katikati ya uchungu, katikati ya mambo ya kuumiza, kuna habari nzuri inakuwa inapendeza inakuja. Kuna habari nzuri inakuwa inapendeza inakuja. Na leo wewe ambao umekuja na uchungu, wewe umekuja na maumivu, umekuja na moyo mzito, hii ni habari njema inakuja. Hii ni habari njema inakuja kwenye moyo wako, ni habari njema inakuja. Naomi analia, anaomboleza, ajui itakuwaje kwenye nchi ya Moabu. Katika machungu hayo, habari njema akawa anaisikia. Bahati mbaya ni kwamba kuna watu wakiwa kwenye machungu wanakuwa hawawezi kusikia. Anaangalia uchungu tu ule pale, anaangalia tu machozi ule pale, anaangalia tu nini. Kwa nini Mungu anajaribu kuleta habari nzuri? Nisikilize vizuri, kwenye ubaya wowote Mungu anaweza kageuza huo ubaya ukawa wema. Usiogope ukaangukia kwenye mabaya, maana tunaye Mungu ambaye anasema anafanya kazi na wale wapendao katika mambo yote ili kuwapatia mema, ili kuwapatia mema. Haleluya! Mabaya ukiyaona kwenye maisha yako, ukisimama vizuri kwa Mungu aliye hai, atayageuza, atayafinyanga. Hayo mabaya yatakuwa mema, nami nayageuza leo hayo mabaya yakawa mema. Haleluya!
mabaya waliokupangia, mabaya waliokusema, kwa mamlaka ya jina la Yesu.